Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Venezuela imekubali kutoa mafuta kati ya mapipa milioni 30 hadi 50 kwa Marekani. Hatua inayokuja kufuatia operation ya kijeshi ya Marekani iliyomuondoa madarakani rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro na kusababisha mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi. Katika ujumbe uliotumwa kwenye mtandao wake wa kijamii Truth Social, Trump alinukuliwa akisema kwamba mafuta hayo yatauzwa kwa bei ya soko la kimataifa na mapato yatadhibitiwa na yeye binafsi akiwa rais wa Marekani, ili kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika kuwanufaisha wananchi wa Venezuela na Marekani. Ameeleza kwamba amemwagiza waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright kuhakikisha mpango huu unaanza kutekelezwa mara moja kwa kuchukua mafuta kwa kutumia meli za kuhifadhia na kuzisafirisha moja kwa moja hadi bandarini Marekani. Lakini Trump pia amesema kwamba mpango huo unakuja sambamba na juhudi za Marekani katika sekta ya mafuta ya Venezuela, ikiwa ni pamoja na mipango ya kufanya kazi na makampuni ya mafuta Marekani kama Exxon Mobil, Chevron na ConocoPhillips ili kusaidia kuokoa na kuendeleza tasnia ya mafuta ya nchi hiyo baada ya miaka kudidimia. Tangazo hili ikumbukwe limekuja siku chache tu baada ya Maduro kukamatwa na majeshi ya Marekani na kusafirishwa Marekani kwa ajili ya kukabili mashtaka yanayohusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya na uhalifu mwingine, huku operation hiyo pia ikizua mjadala mkubwa sana kimataifa kuhusiana na walali wa hatua hiyo na mustakabali wa rasilimali za Venezuela. Lakini je, ni nini ambacho kimejificha katika nchi ya Venezuela? Venezuela ni nchi yenye hifadhi kubwa zaidi ya mafuta duniani, ikiwa na zaidi ya mapipa bilioni 300 ya mafuta ghafi. Hifadhi hii inawakilisha takriban 17% ya mafuta yote yaliyohifadhiwa duniani. Katika miaka ya 90 na mwanzoni mwa miaka ya 2000, Venezuela ilikuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, ikizalisha kati ya mapipa milioni 3.2 hadi milioni 3.5 kwa siku. Hata hivyo, kutokana na matatizo ya kiuchumi, kisiasa, vikwazo vya kimataifa na uendeshaji duni wa sekta hiyo, kiwango cha uzalishaji kimeporomoka kwa kiasi kikubwa. Kufikia mwaka 2023, uzalishaji wa mafuta ulikuwa kati ya mapipa 740,000 hadi 750,000 kwa siku. Mwaka uliofuata 2024, kiwango hicho pia kilipanda kidogo na kufikia mapipa takriban 890,000 kwa siku. Ifikapo mwezi Oktoba mwaka 2025, Venezuela ilikuwa inazalisha takriban mapipa 950,000 kwa siku. Ingawa serikali ya Venezuela ilidai kuwa uzalishaji ulifika hadi mapipa milioni 1.2 kwa siku mwaka huo huo, vyanzo huru vingi pia viliripoti viwango vya chini zaidi ya hivyo. Kwa ujumla, pamoja na kuwa na mafuta mengi ardhini, Venezuela pia imekuwa ikikumbwa na changamoto nyingi zinazoathiri uwezo wake wa kutumia rasilimali hizo kikamilifu, ikiwa ni pamoja na kufanya uzalishaji unaoendana na soko la dunia kwa hivi sasa. Kwa taarifa zaidi, usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube Dodoma TV ili pia uweze kupata notification ya kila story na update zote pia ambazo zinawekwa kupitia kwenye mtandao huo.